Naitwa Sara Kitereja, natoka Montessori Community of Tanzania, ni mkurugenzi wa shirika la Montessori. Tunapatikana maeneo ya Mbezi Jogoo karibu na jengo la Art Gallery. Montessori Community of Tanzania imekuwa hapa nchini Tanzania takriban miaka 25 kwa sasa, na ilikuwa inatambulika kama Montessori Training Association ambayo ilianzishwa mwaka 1997. Montessori Community of Tanzania imeweza kufundisha walimu zaidi ya 100,000 ambao wanamiliki ama wanafundisha daycare centers au nursery school. Huu mfumo wa ufundishaji wa kutumia mbinu ya Montessori umekuwa ni mfumo bora hasa kwa kizazi hiki cha sasa ambacho tunacho kwa sasa, kwa sababu ni mfumo ambao unasaidia kuibua vipaji na potential za mtoto na creativity ya mtoto katika maisha yake ya kawaida. Inampa nafasi kujifunza masuala ya elimu ya kujitegemea, anapata nafasi ya kujifunza katika masuala ya lugha, masuala ya hesabu au numeracy, lakini masuala pia ya sense, kujua mfumo wake wa fahamu unafanyaje kazi na uko salama au uko sawa. Lakini huu mfumo inamwandaa mtoto kuwa kiumbe au binadamu tunayemtamani awe sasa, kwa sababu ni mfumo ambao unaanza kuanzia miaka 0 mpaka miaka 24, maana ni adult, kiasi kwamba mtoto ambaye amesoma Montessori akimaliza katika ule mfumo wa Montessori anakuwa na character au tabia ambazo kwa sasa wazazi wengi imekuwa ni kilio kikubwa. Mfano, kumekuwa na tatizo la malezi, tatizo la behavior kwa watoto wetu, kumekuwa na changamoto nyingi za mtoto kutokuwa na uwezo wa kujiajiri au kujisimamia wenyewe. Lakini huu mfumo unamfanya mtoto awe na confidence, aweze baadaye kujiajiri, kwa sababu tuna develop ile creativity yake, ile ubunifu ulioko ndani yake. Lakini pia unamsaidia kuishi na jamii sehemu yoyote ile, kwa sababu tunamwandaa katika mazingira ambayo anaweza kujisimamia kokote kule anapokuwa. Na katika masuala ya academics yanakuwa vizuri zaidi, kwa sababu sisi tunaamini mtoto akiwa mdogo ana uwezo mkubwa wa kujifunza vitu vingi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo kunakuwa na tunaita absorbent mind. Kwa hivyo tunamfundisha vitu vingi sana akiwa mdogo, lakini tunampa mazingira ambayo anaweza kumwezesha kujifunza hivyo vitu vingi kwa uwepesi na haraka zaidi, lakini ni kulingana na spidi yake alionayo mtoto. Montessori tunaamini hakuna mtoto mjinga, watoto wote wana uwezo na watoto wote wanaweza kufanya vitu vizuri kama tunavyosikia watoto wengine wanavyofanya. Kila mtoto ana uwezo wa kujifunza na kujua vitu endapo atapewa mazingira ambayo yanamsupport katika ukuaji. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba mazingira yetu yanakuwa na vifaa vya kutosha na walimu wa kutosha wa kumsaidia yule mtoto kuweza kujifunza. Na mazingira yetu naweza nikasema ni very friendly kwa mtoto, kwa sababu tunampa nafasi mtoto aweze kujifunza. Sisi tunamsaidia kumsupport. Maana tunasema help me to do by myself, nisaidie nifanye mwenyewe. Tunaamini mtoto ana uwezo mkubwa wa kujifunza ukimpa mazingira ambayo yanamsupport katika kujifunza kwake. Montessori Community of Tanzania imefanikiwa kuwa na training centers za walimu 7. Ya kwanza iko Msimbazi Center, Dar es Salaam, ambayo naweza kusema inafahamika kwa ukubwa zaidi, ndio training center ya kwanza kuanzishwa hapa Tanzania. Nyingine tunayo iko Mtwara, Montessori Training Center, nyingine iko Lushoto, nyingine iko Moshi pale ushirika Neema Montessori Training Center, nyingine iko Arusha ambayo ni iko katika Enjoy inaitwa Faraja, na nyingine iko Mwanza na ambapo kunaitwa Kawekamo, na nyingine iko Bukoba kwenye Enjoy inaitwa Pataji. Hizi training centers zimekuwepo kwa muda mrefu na zikisaidia sana kunyanyua na kuelimisha walimu kwa ajili ya ufundishaji juu ya malezi na makuzi ya watoto. Focus yetu kubwa ipo sana kwa mtoto, kumuunda mtoto, kwa sababu tunaamini foundation ikiwa nzuri, huyu mtu mkubwa akiwa anakuwa maisha yake ni mepesi zaidi. Ukimpa vitu vingi mtoto akiwa mdogo, ana uwezo wa kujitegemea na kujiongoza hapo baadaye. Maeneo mengine ambayo tuna focus ukiacha kutrain walimu, lakini tuna masuala ya teacher support. Walimu wetu waliomaliza katika training center tunawapa refresher course, tunawapa materials, sababu materials kidogo
kupatanika kwake ni kwa shida kidogo, lakini tunajitahidi waweze kuzipata katika mazingira yao. Lakini pia tunafanya kazi kuhakikisha kwamba kila sehemu kuna kuwepo na mazingira rafiki kwa mtoto. Kama tunavyosema, sisi tunaamini kwenye environment, kwamba prepared environment ndio inamsupport mtoto. Kwa tuna model schools, tunafanya renovation and extensions ili kuweza kusupport ile ukuaji wa mtoto na maendeleo ya mtoto katika swala la elimu. Lakini pia tunajitahidi sana kufanya kazi na serikali na wadau wote ambao wanahusika na masuala ya malezi na makuzi, kwa sababu tunaamini kwamba mtoto ni mmoja, wadau tuko wengi. Kwa kuna haja ya sisi wadau kukutana na kukubaliana juu ya malezi na makuzi ya watoto ambao tunawalea katika kipindi hiki. Kwa hiyo tuna platforms ambazo tunakutana na mzazi ama mlezi, community, government, tukiongelea masuala yote mtambuka yanayomhusu mtoto ili kuweza kumsaidia. Tunapotoa elimu, basi tusifike kule tukawa kama tunakingamana, ila tunatoa elimu yote ambayo inamsaidia mtoto. Lakini pia tunaenda mbali zaidi, tuna members zaidi ya 100,000 na hawa members wako nchi nzima. Kwa hiyo tuna zones, tunahakikisha members wetu wanapata zile huduma zote ambazo wanahitaji kwa wakati. Ingawa mwaka huu ndo tumeanza rasmi, naweza kusema, lakini wamekuwepo kwa muda mrefu, lakini tunajitahidi sana kule waliko wanapata taarifa na uwezo wa kuweza kuwasaidia pale wanapokuwa na mahitaji zaidi. Montessori imefanikiwa sana katika masuala ya kuhakikisha kwamba mtoto anapata elimu bora, lakini pia naweza kusema product ambayo ilitoka Montessori ni a big testimony kwamba ni binadamu ambaye anaweza kujitegemea, anaweza kuishi sehemu yoyote, lakini pia hata performance yao darasani ni kubwa. Watoto waliotoka katika mfumo wa Montessori wakaenda kusoma shule zingine wameonekana wanakuwa na uwezo mkubwa kwa sababu ya maandalizi mazuri waliokuwa wameyapata. Ningewashauri wazazi kuangalia sana mfumo gani unampeleka mtoto aende akasome wa kielimu ili kuweza kumsaidia mwanao aweze kupata ile elimu sahihi ambayo tunaitamani kwa kila mzazi. Anasema mwanangu awe anajitegemea, awe na confidence, aweze kuexcel kwenye maeneo fulani. Nafikiri msingi ni foundation ya elimu unayompa kwa kutumia what kind of curriculum ambao unampeleka. Lakini pia Montessori imeweza kutrain zaidi ya walimu 100,000 toka 1997 na hawa walimu wako Tanzania nzima, na kuna zaidi ya daycare 2,000 na ambazo hawa walimu wako kule attached to. Kwa hiyo unaweza kuona effort kubwa ambayo imefanyika. Ina training center 7, ilianza kuwa na training center 1 mpaka sasa hivi ziko 7 na zingine tunategemea kuongezeka zaidi hapo baadaye. Lakini pia mfumo huu wa elimu umeonekana kuwa bora zaidi kwa sababu wadau wengi wamekuwa wakiutumia na wazazi wengi wamekuwa wakipeleka shule za Montessori. Mzazi anasema naona shule ya Montessori, anapeleka mtoto wa Montessori kwa sababu wameshajua nini faida ya kumpeleka mtoto katika shule za Montessori. Kwa hiyo tunaweza kusema tuna mafanikio makubwa kwa sababu kuna mwitikio mkubwa wa kijamii ambao wanaelewa nini maana ya Montessori na wako tayari kuleta watoto wao katika huu mfumo. Lakini pia wito mkubwa upo kwa watu wanaanzisha daycare center au nursery ambao wanatumia huu mfumo. Tumepata request nyingi, watu wanataka kuanzisha daycares au nursery schools ambao zinatumia mfumo wa Montessori. Kwa sehemu kubwa tumeshaona kuna a lot of private schools ambazo zinatumia huu mfumo wa Montessori. Montessori Community of Tanzania wakati ikiwa kama association walianza kujisupporti wao kwa wao, yani trainers ambao wanatoka kwenye training institutions na walimu wakiwa wanasupportiana wao kwa wao kulingana na uwezo waliokuwa nao kwa kipindi kile. Lakini tunashukuru Mungu, mwaka jana tulipata mfadhili ambaye alikuwa yuko tayari kusupport the whole community kwa kupitia Montessori Community of Tanzania. Kwa
Kwa hiyo na funds kubwa tunapata kutoka Atfasa Foundation. Hii ni Swiss organization ambayo inatusaidia kuweza kuwafikia walimu. Wanatoa support ya kuweza kuwezesha huu mfumo uweze kuenea Tanzania vizuri. Kwa support kubwa tunatoka kutoka kwa Atfasa Foundations, lakini pia tunapata kutoka kwa members, wanalipa subscription fee ya mwaka. Kwa hiyo ndio inatusaidia katika uendeshaji.